baina yetu sisi. Hakuna undugu wa Uislamu kama pana shirki. Muislamu hawi ndugu na mshirikina abadan. Hakuna udugu na ushirikina katikati, bali hakuna udugu bwana na tariku salah, mtu mwenye kuacha swala, mtu asiyeswali. Bainana wa baina la ukhuwa, baina yetu sisi na baina yake hakuna. Na ndio maana fatawa za ulamaul muhaqqiqun wanazungumza wazi wazi, tariku salah idha mata la karama, jitu lenye kuacha swala. Nyinyi mnawaendekeza tu, mnawabeba beba hawa, na ndio maana kibri kinazidi, hawaonekani misikitini. Tungelifanya action kama sheria inavyotaka, wangekoma hawa, wangekoma hawa. Tariku salah, mwenye kuacha swala akifa hana karama, la yughassal, haoshwi, wala yukaffan, wala havikwi sanda, wala yusalla alayhi, wala haswaliwi, wala yudfanu fi maqabir almuslimin, wala hazikwi kwenye makaburi ya Waislamu. Akikosa mtu wa kumzika, wa kumfukia, tutachukua watu wa manispaa au wafanyakazi wowote wakalifukia kwenye shimo huko, wala karama. Fatawa hizi zinafanywa kazi katika baadhi ya nchi za Kiislamu na ni fatawa sahiha, na haya ni madhhabu ya hujja dhahaba ilayhi Imam Ahmad wa jamaa min almuhaqqiqin. Unadhani ni kwa nini? Kwa nini mtu anayeacha kuswali akasakamwa kwa kiasi hiki? Hakuna undugu wa Uislamu kama pana shirki. Muislamu hawi ndugu na mshirikina abadan. Hakuna udugu na ushirikina katikati, bali hakuna udugu bwana na tariku salah, mtu mwenye kuacha swala, mtu asiyeswali. Bainana wa baina la ukhuwa, baina yetu sisi na baina yake hakuna undugu. Na ndio maana fatawa za ulamaul muhaqqiqun wanazungumza wazi wazi, tariku salah idha mata la karama, jitu lenye kuacha swala. Nyinyi mnawaendekeza tu, mnawabeba beba hawa, na ndio maana kibri kinazidi, hawaonekani misikitini. Tungelifanya action kama sheria inavyotaka, wangekoma hawa, wangekoma hawa. Tariku salah, mwenye kuacha swala akifa hana karama, la yughassal, haoshwi, wala yukaffan, wala havikwi sanda, wala yusalla alayhi, wala haswaliwi, wala yudfanu fi maqabir almuslimin, wala hazikwi kwenye makaburi ya Waislamu. Akikosa mtu wa kumzika, wa kumfukia, tutachukua watu wa manispaa au wafanyakazi wowote wakalifukia kwenye shimo huko, wala karama. Fatawa hizi zinafanywa kazi katika baadhi ya nchi za Kiislamu na ni fatawa sahiha, na haya ni madhhabu ya hujja dhahaba ilayhi Imam Ahmad wa jamaa min almuhaqqiqin. Unadhani ni kwa nini? Kwa nini mtu anayeacha kuswali akasakamwa kwa kiasi hiki?